alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yu hali gani? Leo ni siku nyingine tena na kualika katika kipindi cha Wahabi mtandaoni. Tutaendelea kutazama miongoni mwa mambo ambayo yanayojiri katika mtandao, hasa yanayohusu masala mazima ya kiwahabi, mitazamo yao na namna ambavyo itikadi zao wakiwa nazo katika jamii na mitazamo kwa jamii kwa jumla wake. Na Dr. Said na Sheikh Al-Ghazali nitakwenda kuungana naye hivi punde kwenda kutazama moja ya clip ambayo binafsi imenishangaza na kutazama namna ambavyo bwana mkubwa alipokuwa akizungumza kumueleza Mwenyezi Mungu kwa namna ya kumpa viungo. Mimi nikashtuka na nikaona tuna wajibu kupata ufafanuzi kunako sala hili. Palipo na nyundo itagongwa nyundo, palipo na kutia nyama patatiwa nyama, ili mambo yasiwe katika hali iliyokuwa nzuri kabisa. Muda huu ni salamu, na kisha baada ya hapo tutakwenda kusikiliza klipu hiyo, na kisha tutakwenda kuangazia namna ambavyo Wahabi huyu alivyoweza kuzungumza, hasa akimzungumzia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Muda huu ni salamu, na kisha tutaingia kutazama klipu hiyo. Dr. Said na Sheikh Al-Ghazali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na vipi hali ya Dr.? Wallahi hali namshukuru Allah tabaraka wa taala. Naam. Na hasa ukizingatia tumo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Naam. Saumu inapanda kama ilivyo ada na kawaida. Naam, kama ilivyo ada na kawaida, saumu inapanda. Tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na tunaendelea kuangazia katika kipindi chetu cha Wahabi mitandaoni, na lengo kubwa ni kutaka kuendelea kuizindua jamii na familia zetu kwa ujumla, ili kuweza kubaini kwamba mchakato ambao wako nao mawahabi ni mchakato hatari sana kwa jamii, kwa kuwa mambo mengi katika ambayo wanayoyafanya yanaleta hatari na shida kubwa katika jamii, na hasa wale ambao wanatafuta elimu kwa sasa. Kikubwa ni kuwazindua waweze kuzinduka na kuachana kabisa na genge hili la kiwahabi. Dr. Said na Sheikh Al-Ghazali, katika fikra zangu nimekutana na moja ya clip ambayo ikielezwa na Wahabi huyu ambaye huenda ndio Wahabi tegemezi kubwa kwa sasa, na ameeleza namna ambavyo akielezea kumpa Mwenyezi Mungu viungo au maumbile. Sasa nataka tuanzie hapa ili tukamsikilize kunako masala haya ambayo ameyazungumza, alafu palipo na nyama utatia nyama, palipo na msumari utagongelea nyundo, ili watu waweze kujua katika hali iliyokuwa nzuri kabisa. Basi napenda tukasikilize, kisha baada hapo utie nyama katika klipu hii. إن الله خلق آدم على صورته على صورة الرحمن سبحانه وتعالى. جاء في حديث على صورة الرحمن، لكنه لا يصح، شاذ الظاهر الله أعلم. لكن الصحيح الذي عليه أكثر السلف أن الله خلق آدم على صورته على صورة الله، على صورة الرحمن سبحانه وتعالى. وليس المقصود بصورته أنه يشبه الله، ولكن المقصود على صورته كما قال أهل العلم، له وجه، له يدان، له أصابع سبحانه وتعالى، وله عينان كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في وصف نفسه، وله ساق وله قدم جل في علاه. لا. نعم. الأخي الشيخ Hussein bin Diwan, yalla, kwa kweli yani ni jinsi ambavyo nilivyokuwa nikimsikiliza huyu bwana Wahabi tegemezi anaotegemewa na mawahabi, Sheikh Uthman Khamis, huyu mpaka nimehisi mwili unanisisimka kwa maneno alikuwa anayasema. Anasema ya kwamba katika hadithi ambayo inayosema hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba Nabii Adam katika surati Ar-Rahman, kwa maana katika sura yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani ukimwona Adam jinsi alivyo ni sawa na umemwona Mwenyezi Mungu, kwa sababu ndiyo maumbile yale yale aliyemuumbia Nabii Adam katika hali za namna hiyo. Angalia maneno haya yalivyokuwa na hatari. Kisha baada ya hapo akasema lakini tunaposema hivyo kama walivyosema watu wa ilmu, ndivyo kasema yeye, kama jinsi ambavyo walivyosema watu wa ilmu, ya kwamba sio kwa maana huyo Mungu anafanana na Adamu.
maana ya kusema katika sura yake au katika umbo lake, maana yake anakusudia ni kwamba kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu ana uso na Adamu ana uso, lakini kadhalika Mwenyezi Mungu ana mikono miwili na Adamu ana mikono miwili. Lakini kadhalika kwa sababu Mwenyezi Mungu ana vidole, basi kadhalika na Adamu naye ana vidole. Lakini Mwenyezi Mungu ana miguu, Adamu naye ana miguu. Lakini kadhalika Mwenyezi Mungu ana nyayo, Adamu naye ana nyayo. Ndiyo sababu ya kusemwa katika surati Ar-Rahman kwa mujibu wa Wahabi huyu. Hivi mpaka hapo tu, ewe ndugu yangu unayetufuatilia, pamoja na al-akhi Sheikh Hussein bin Diwani, hamjaona kama huyu tayari kaisha mfananisha Adamu na Mungu? Alafu muda huo anawaviringa mawahabi kama walivyo kawaida yao, anawaambia lakini kufanana kwenyewe hatuzungumzii mfanano, bali aliposema kwamba ala surati Ar-Rahmani, maana yake ni kwamba ana uso, ana mikono miwili, ana miguu, lakini kadhalika ana macho, ana masikio na mfano wa hayo. Ndugu zangu, hii ni akida chafu, ni akida mbovu, ni akida mbaya, na ndiyo akida ambayo wanaitakidi kwayo mawahabi. Kama alivyosema Wahabi huyo, mtegemewa katika hali za namna hii. Hii ni hatari ndugu zanguni. Tunapokuwa tukiwaambieni mara zote mawahabi akida zao ni chafu, mawahabi akida zao zina uwezo wa kutoa katika dini tukufu ya Kiislamu, maneno gani haya ewe ndugu yangu? Hivi uzinduki, haushituki ukaona kwamba mawahabi wana Allah ambaye tofauti na yule ambaye tulioelekezwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Huyu sio Allah tulioelekezwa na Bwana Mtume Muhammad. Huyu ni mwingine wa staili hizi ambaye ana mikono, ana miguu, ana macho, ana masikio, ana vidole, ana nyayo. Hebu jiulize swali katika hali za namna. Sasa huyu si mwanadamu? Kama hivi ndivyo ilivyo, mawahabi akida zao ni za hovyo na ni akida ambazo zinakwenda tofauti kabisa na akida za Kiislamu. Yaani huo ndio ukweli wa mambo jinsi ulivyo. Sasa hebu tuende kidogo hapa tukatazame. Hawa ndio wanasema pia Mungu anakaa juu mbinguni huko. Lakini kadhalika wan-nasara idh yaqulu fi da'aihim, manasara nao huwa wanasema katika madai yao, kula yaumin, kila siku huwa anasema hivi, ya abana alladhi fi sama, baba yetu ambaye uliye wapi? Mbinguni. Wakimkusudia nani? Mungu. Walwahabiyun idh imtalaat masami'un nas, lakini kadhalika na mawahabi pindi ambapo yamejaa masikio ya watu, min qaulihim, maneno yao, hadha, ya kusema kwamba Mwenyezi Mungu anakaa wapi? Mbinguni, katika hali za namna hiyo. Sio hayo tu, wama yataqiduna min arrijili, na wanazingatia mawahabi ya kwamba Mwenyezi Mungu ana miguu, waliyadi, na ana mikono, walaini, na ana macho, warasi, na ana kichwa, wasuud, na anapanda Mungu, wanuzul, na wakati mwingine anashuka, walharakat, na anafanya harakati zake, yani ana move kutoka sehemu kwenda sehemu, walintiqalat, na anahamahama, walqiyam, na anasimama Mungu, waljulus, na anakaa Mwenyezi Mungu, wadhalika min alqabihati allati la taliqu billahi ta'ala. Na yote hayo ni katika machafu, maovu na mabaya ambayo hayaambatani kabisa na sifa za Mwenyezi Mungu wa kweli katika hali za namna hii. Hizi ndo akida za mawahabi. Kwa hiyo mnapozisikia kelele zinazopigwa huko mitandaoni au mitaani ya kwamba sisi ndio tupo katika manhaji iliyo sawa sawa, manhaji yenyewe wanayokusudia iliyokuwa sawa sawa ni hii ya Mungu anayefanana na Adam. Si hatari? Hatari kubwa sana. Alafu nanyi mnasema hii ndio akida, ndio itikadi iliyo sawa sawa. Amkeni ndugu zangu, ili genge limetumwa kuja kuwatoa watu katika dini na kuwapeleka katika ukafiri maksudi kabisa katika hali za namna hiyo. Wa amma ulamaul haqiqiyya, ama wanavyoni wa haqiqa, min ahli sunnati wal jamaa, katika ahlu sunnati wal jamaa, min al mutaqaddimin,
tena miongoni mwa wanavyoni wa sunnah wal jamaa waliotangulia, wal mutaakhirin, na waliokuja baadaye, nafau tashbiha Allahi ta'ala bi khalqihi, wamekataa kata kabisa kumfananisha Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe wake. Wewe unakuja unatuambia anao mkono lakini si kama mkono wetu, anao mguu lakini si kama mguu wetu, maanake ushampa umbo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hii si hatari hii? Hatari sana. Jamani, tuamkeni. Huyu ni Uthman Khamisi, gwiji la kiwahabi, ndio anayasema haya katika mazingira kama haya. Allah, ni hatari kabisa, inatisha hii hali. Bi ayi wajhin kana kaujuhi fi samaa au ala al-arshi wa nuzulihi, kwa namna yoyote, kama jinsi ambavyo wanasema Mungu anakaa mbinguni, wengine wanasema anashuka, anakaa katika arshi na mfano haya, thumma suud, kisha anashuka au anapanda. Fa innahum hamalu al-ayati al-mutashabbihat wal ahadith ala wajhayn. Wanavyoni wa zamani tena walikuwa wanavyoni kihakika, na wanavyoni wa sasa walikuwa wanavyoni kihakika kabisa. Wao wamezichukua hizi ayatul mutashabihat ala wajhaini, katika wajihi za aina mbili, na hata ukiwasoma wale maimamu wanne utawakuta wako hivi. Mmoja, at-ta'wilu, aina ya kwanza ni kufanya tawili katika maneno ya hali ya namna hii, sawa. Wa huwa sarfu al-lafdhi an dhahirihi ila wajhi yahtamiluhu, nayo ni kulipeleka lile neno an dhahirihi, kuachana na ile tafsiri yake ya dhahiri, kama jinsi ambavyo wanavyofanya mawahabi. Wao tafsiri zao nyingi zinazoleta matatizo duniani ni zile tafsiri za dhahiri, wanatafsiri haikuta sehemu pameandikwa mkono, yeye anatafsiri mkono. Siku zote huwa tunasema pale unaposikia neno mtu anaposema mkono wa serikali ni mrefu, wewe unajifunza nini? Kwa maana ndio kuna bonge la mkono limetokeza hapa mpaka Tabora, lina vidole, ndio hivyo manake? Hapana. Ni nguvu ya serikali au mtandao wa serikali, ndiyo maana yake katika hali za namna hii. Lakini neno limetumika mkono katika hali za namna hii, ila makusudio sio mkono. Sasa wanavyoni wao wakaawili, wakatafsiri maneno yanayokuja katika mfumo wa mutashabiha, wakatafsiri an dhahirihi, wakatoa ile tafsiri yao ya dhahiri, wakaacha hiyo, kwa sababu ina hatari, ina uwezo wa kutoa katika dini tukufu kwa kutafsiri tafsiri za dhahiri katika maneno yanaitwa al-ghawamid, ambayo yanahitaji ufafanuzi na uchambuzi katika hali za namna hiyo. Lakini wanavyoni wa aina ya pili, wao wakafanya at-tafwid. Tafwid maana yake nini? Wa huwa an taqula, nani wewe kusema Allahu a'lam bi muradihi, kwa maana Mwenyezi Mungu ndiye anayejua muradi wa maneno haya katika hali za namna hii. Wanavyoni wamesema hivyo, wanavyoni wamesema hivyo, kwa maana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndio anajua muradi wa maneno. Angalia kwa wale maimamu wanne, wapo baina tawili wa tafwidhi katika hali za namna hii. Leo anatokea wahabi, sio mufawidhu wala sio muawilu, analeta kitu kingine ambacho hawakufanya as-salafu salih wala hawakufanya wema waliotangulia. Alafu mnasema hawa ndio wanafuata wale wema waliotangulia. Ni nani katika wema waliotangulia kasema maneno mfano anayosema huyu Uthman Khamisi na genge lake katika mazingira kama haya? Hii si hatari kabisa hii. Sasa sikiliza mambo. Lakini kadhalika kama awala Ibn Abbas, kama jinsi ambavyo Ibn Abbas alivyoawil, sawa, alivyoawili qawluhu ta'ala, neno lake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema yauma yakshifu an saqin. Kwa tafsiri ya mawahabi utasema ni siku ambapo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atapoweka wazi mguu wake. Hiyo tafsiri ya kiwahabi. Lakini fasiri ya Ibn Abbas yeye anasemaje? Yauma yukshafu an saqin, suratul qalami, ni anasema ya kwamba qala an shiddati min al-amri,
Saq kwa maana badala ya kutafsiri mguu, Ibn Abbas anasema lazima kuwe na tawil. Tawili yake ni nini? Anasema an shiddati min al-amri. Saqi maana yake ni kutokana na uzito wa siku hiyo, namna ambavyo itakavyokuwa. Ndio maana ya kutajwa neno saqi. Kwa mujibu wa Ibn Abbas, sahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, saqi hajaitafsiri mguu kama anavyotafsiri huyu Uthmani Khamisi, gwiji la Kiwahabi, na kama wanavyofanya hivi mawahabi wenzake katika hali za namna hiyo. Walarabu taqul, na Waarabu huwa wanasema hivi, qamatil harbu ala saqin, ya kwamba vita imeshamiri. Inapokuwa vita imeshamiri, imepamba moto, ndio wanatumia neno saqin. Sawa? Qamatil harbu ala saqi, vita imesimama ya imara, yani inapigwanwa, imepamba moto katika hali za namna hii. Sasa maneno ya namna hii, hawa mawahabi hawajui ta'wil ni nini, hawajui tafwidhi ni nini. Wao si katika watu wanaofanya tafwidhi, wala si katika watu wanaofanya ta'wil. Wameanzisha madhehebu yao ya kumpa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala viungo na maumbile katika hali za namna hii. Hii ni hatari sana ndugu zangu, zindukeni, amkeni. Genge hili la mawahabi ni genge hatari kabisa, limeletwa kwa ajili ya kuharibu dini tukufu ya Kiislamu. Na hata ukisoma katika Fathul Bar juzuu ya 13 kurasa namba 491, wanukila au wanaqala Ibn Jariri fi tafsirihi, na amenakili Ibn Jariri katika tafsiri yake hadha alqaul, qawlihi an Mujahid, kutoka kwa Mujahidi, wa Sa'id ibn Jubair, na kutoka kwa Sa'id ibn Jubair wa Qatada. Undhur tafsir at-Tabari, nenda kaangalie katika tafsiri ya al-Imam at-Tabari, utapata kubaini haya hasa katika Dari al-Ma'rifa. Wa awwala Ibn Abbas aidan, lakini kadhalika naka awil Ibn Abbas, akafanya ta'wil Ibn Abbas aidan fi qawlihi ta'ala, katika maneno yake Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema was-samaa banainaha biaidin wa inna la musi'un. Tafsiri ya mawahabi watatafsiri ya kwamba na mbingu tumezijenga biaidin, kwa mikono yetu, wa inna la musi'un, na hakika sisi ni wenye wasaa wa hali ya juu katika kuyafanya haya. Hapa ndiyo tafsiri ya mawahabi, wanatafsiri hivyo. Na ndipo wanakuja wanasema kwamba Mwenyezi Mungu ana mikono katika hali za namna hiyo. Msikilize Ibn Abbas ambaye ni sahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hili neno aidin amelitafsiri vipi katika suratu Dhariyat? Faqal, amesema maana aidin, anasema Ibn Abbas, maana ya neno aidi katika maneno haya ni nini? Ai biquwatin, kwa nini? Kwa nguvu, biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Anakuja Wahabi anasema Mwenyezi Mungu ana mikono kama mikono ile ile alikuwa nayo Adam, lakini tu haifanani na ya kwetu, si mauzauza. Hizi ni akida chafu, ni akida mbaya, akida ovu kabisa katika hali za namna hii. Kwa hiyo yoyote atakayejiingiza katika genge la mawahabi ajue kabisa yupo katika akida mbovu, ambayo bila shaka akida hiyo na akida ya dini tukufu ya Kiislamu ni akida mbili tofauti kabisa katika hali za namna. Huyo ndio Mungu wa Kiwahabi. Yuko hivyo, ana mikono, ana miguu, ana masikio, ana macho, ana nyayo, na mfano wa hayo. Sasa si mtu kabisa huyo. Ni mtu kabisa. Na kama sio mtu basi inabidi umtengeneze umbo la sanamu. Ni hatari kabisa katika hali za namna. Sasa sikiliza, bwana mkubwa Ibn Abbas amesema hii biaidin ay biquwatin, kwa nguvu kabisa. Nenda katazame katika tafsiru Tabari, tafsiri ya al-Imamu at-Tabari. Lakini wa awwala al-Imamu Ahmad ibn Hanbal, akafanya tawili al-Imamu Ahmad ibn Hanbal katika kauli Ta'ala wajaa rabbuka, na hapa katika tafsiri za Kiwahabi watasema na akaja
Mola wako. Anakuja kutoka wapi? Ndio maana wanasema anatembea Mwenyezi Mungu, anafanya harakati zake Mwenyezi Mungu. Hii ni ajabu sana ndugu zangu. Msikilize sasa bwana mkubwa Ahmad ibn Hanbal, yeye anasemaje katika hali ya namna hii. Yeye aliposema ai jaa thawabuhu, yanasema wajaa rabbuka, rabbu sio Mungu mwenyewe ndo anakuja. Aya anasema na zitakuja nini? Thawabu zake Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ni sahaba, yani ni katika wale as-salafu salih, wema waliotangulia hakikatan, walio wa kweli kabisa katika Ahmad ibn Hanbal katika hali za namna hiyo. Lakini kadhalika wa awwal al-Bukhari, sawa, lakini kadhalika na amefanya tawili al-Imam al-Bukhari, anasema ad-dhahk al-warid fi al-hadith bir-rahma li asma'i was-sifat darul ihya'i turath al-arabi, pia amesema katika hali za namna hiyo. Hivyo hivyo namna alivyosema bwana mkubwa wa awwala mujahidun, na kaawil akafanya tawili Mujahid akisema ya hasarata ala ma faradtu fi jambillah. Unaona, anasema ya hasarata, hasara iliyoje kiwahabi sasa, ala ma faradtu fi jambillah, katika yale ambayo nilokithirisha, sawa, fi jambillah, nikiwa katika ubavu wa Mungu. Yani Mungu ana ubavu kwa mawahabi. Lakini je, tumtazame Mujahid, yeye anasema nini katika tafsiri? Yeye anasema fi jambillah ay fi amrillah, katika amri yake Allah subhanahu wa ta'ala. Unaona tawili hizo? Sasa hawa wao wanachukua maneno dhawahir, wanatafsiri ya maneno kidhahir, alafu wanajikuta wanaleta akida chafu, akida mbovu, akida ambazo zinaweza kumtoa mtu katika Uislamu katika hali za namna hii. Jamani, kuweni makini na genge la mawahabi. Genge ni hatari sana, lipo kazini katika kuwatoa watu katika dini na kuwapeleka katika mauzauza yao katika hali za namna hii. Sasa huyu Allah anafanana na Allah wetu? Hapana. Huyu Allah ni wa kwao, sio yule alofundishwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fahakadha huwa maana kulli ma fihi mutashabiha, lakini kadhalika na hii ndio maana ya kila lile neno ambalo ndani yake linakanganya, linachanganya min al-ayat wal ahadith, miongoni mwa aya na hadithi, hasa inda al-mufassirin al-awwalin min as-sahabat wal a'immat wal ulama, toka kwa wafasiri wa mwanzo walifasiri Qur'ani miongoni mwa masahaba wa bwana mtume Muhammad na aima ana viongozi ambao ni wategemewa katika dini na wana wa vioni, yale maneno tata wao wameyafanyia tawili au wameyafanyia tafwidhi. Hakuna aliyo tafsiri hizo tafsiri za dhawahir, bali mawahabi ndio ambao wamekuja kutafsiri za dhawahir. Sasa wanaleta mushkil, wanaleta matatizo katika umma na jamii, na sasa wanampa Mwenyezi Mungu viungo, wanampa Mwenyezi Mungu maumbile, wanampa Mwenyezi Mungu, basi ili mradi imekuwa shida katika hali za namna hii. Hebu tumalizie hiyo klipu na mimi nimalize maneno yangu katika hali za namna hii. Amkeni ndugu zangu. وله عينان كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك بوصف نفسه، وله ساق وله قدم جل في علاه، لكن ليس كمثله شيء. Angalia ajabu sasa. Yani yeye anasema Mwenyezi Mungu Allah subhanahu wa ta'ala ana uso, ana macho, ana masikio, ana mikono, ana miguu, ana nyayo, ana vidole, lakini laisa kamithlihi shay'un. Lakini vyote hivyo wanavyo, ila havifanani na kitu cha aina yoyote. Unanielewa vizuri? Unaposema mkono ni kitu, sio kitu. Kitu. Kwa kuwa tayari mkono ushakuwa kitu, maana yake tayari Mwenyezi Mungu kaishafanana. Ndio ukweli wa mambo jinsi ulivyo. Unaposema laisa kamithli shay'un, shay'un ni kitu. Kidole ni kitu, sio kitu. Ni kitu. Nyayo ni kitu, sio kitu. Kitu. Jicho ni kitu, sio kitu. Kitu. Sasa kwa nini useme laisa kamithli shay'un wakati ushasema ana mikono, ana miguu, ana macho katika hali za namna hii? Hizi ndo akida za kiwahabi. Angalia wanavyojichanganya na kujikoroga katika mambo kama haya. Hebu tumalizie hiyo klipu yake. Yani qadamu laysat kaqdamina wa saqu laysat kasaqina.
ويد ليست كأيدينا وأصابع ليست كأصابعنا وجه ليس كوجهنا. Haya, anafafanua mwenyewe, anaona ndo kapatia sana. Anasema mikono sio kama mikono yetu, miguu sio kama miguu yetu, na uso sio kama uso wetu, vidole sio kama vidole vyetu. Lakini vidole vipo, uso upo, macho yapo, lakini si kama vya kwetu. Ndio laisa kamithli shay'un. Shay'un ni nini? Shay'un ni kitu. Je, kwa kuwa tayari unasema ana mikono, maana yake ana vitu. Kwa kuwa ana vitu tayari kashafanana katika hali za namna hiyo. Hii ni hatari. Ndio akida ya Kiwahabi, hatumsingizii. Wenye mnasikia maneno haya namna anavyosema. Hebu malizia hapo uone kituko hapo. فنثبت لله تبارك وتعالى الصفات دون التشبيه سبحانه وتعالى. Angalia mauzauza, tunamthibitishia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sifa hizo zake duna tashbihi, bila kumfananisha. Allahu akbar. Yani umpe Mwenyezi Mungu viungo alafu asifanane. Inawezekana wapi ndugu zangu? Haiwezekani. Hii ndio akida chafu ya Mawahabi namna walivyo. Ukisikia wanakuambia sisi tumesimama katika akida, wallahi ni hatari sana. Hakuna watu washirikina duniani namba moja katika ushirikina kama Mawahabi. Hakuna kabisa. Ingawa wao midomo yao inatumika sana kuwapa ushirikina watu wengine ili watu wasidili na kutazama ushirikina waliokuwa nao wao. Hichi ndio kitu ambacho wanachokifanya katika jamii na katika umma, kwa kuambia watu shirki, yule mshirikina, yule kadha ni namba moja. Sababu ya kufanya hivyo ni kuficha ule ushirikina walionao wao ili watu wasidili na kutafiti ushirikina waliokuwa nao wao. Na watu washawashtukia hivi sasa, wanaelewa kabisa kwamba genge namba moja kwa ushirikina duniani ni genge la Mawahabi katika hali za namna hii. Sasa wale wazee wa comment za matusi wala sisi hatupati nao tabu. Endelee tu. Waendelee kutukata, si ndio jinsi ilivyo? Semina ya kuhamasishana, twendeni tukatukane katika akaunti fulani, twendeni tukakejeli katika akaunti fulani, twendeni tukashambulia katika akaunti fulani. Kuna watu washawashtukia. Siku hizi watu wala hawapati tabu kabisa na hizo comment zenu. Watu wakikuona tu kama una comment, watu washajua Wahabi liko kazini katika kumtetea Yahudi, baba yao la Kiyahudi katika hali za namna hiyo. Kwa hivyo kama namna ambavyo umesikia, tunasema kwamba unaweza kusikiliza namna Wahabi mtegemewa ambavyo namna anavyompa Mwenyezi Mungu maumbile, alafu anajivua eti uso anao, macho anayo, mikono anayo, miguu, lakini haifanani. Sasa kama haifanani chochote, na tayari tumekamkusha kuwa na macho, ingawa fanana ya kwangu, lakini macho anayo. Kwa hiyo anaona katika kupitia macho ambayo yuko nayo, ana miguu, maana atatembea kupitia miguu alionayo, ingawa haifanani na ya kwangu, maana kitu chenyewe hicho. Kwa kuwa sasa unaona kwamba wana kawaida kujichanganya Mawahabi, na ni Mawahabi wote namna walivyo. Anaweza kaanza hivi akajizima data kwamba yajifanya imejizima, alafu akarudi kina na nyingine kitaka kuhamisha kile alichokisema kwamba akifanana kile anachokitolea povu lake. Kwa hivyo nikwambie tu kwamba lazima tuzinduke. Akida ya Kiwahabi ni akida mbaya vibaya mno, na moja katika mambo ambayo wanayafanya, ndio maana tumia nguvu kubwa sana kujaribu kukonvince jamii kwa nguvu kubwa kupitia mtandaoni, lakini pia kwa maneno yao, ili watu wasitazame yale ambayo wanayoitakidi katika uwahabi wao. Kwa hivyo ndugu zangu, tuzinduke sana. Uwahabi ni hatari sana kwa jamii, ni hatari sana katika masala mazima dini, na ukitazama vizuri utabaini kwamba Uwahabi dini nyingine, kwa sababu Uislamu hauoneshi kabisa Mwenyezi Mungu kupewa kiungo au kumfanisha chochote. Mwenyezi Mungu haonekani ili ipatikane sehemu fulani ndio Mwenyezi Mungu atakuwepo, kama ambavyo Mawahabi wanaamini kwamba Mwenyezi Mungu yuko mbinguni, kama namna ambavyo pia wanavyoamini Wakristo, Manaswara pamoja na baadhi ya dini nyinginezo ambazo wakiamini Mwenyezi Mungu yuko juu. Hivyo ni hatari sana. Tuzindukeni ndugu zangu, tuzindukeni. Uwahabi itikadi zao ndio za namna hii, na usipokuwa makini unaweza kwa jinsi kama upo katika dini, kumbe zamani wewe dini ya Kiislamu haikutambui. Wewe unatambuliwa tu na Uwahabi kwa sababu Uwahabi ndiyo dini. Na wale wazao tukaneni kwa sababu hiyo ni kama mtu katukana, unajua kwamba mfuasi wa Kiyahudi yupo kazini, mtoto wa Yahudi yupo kazini katika kutekeleza amri aliyopewa na baba zao, amri alizopewa na mabwana zao wa Kiyahudi, ili kuendelea
kupromote na kutetea katika hali za namna hiyo. Kwa hivyo tuseme tu kwamba wazi, hakuna mwanachuoni wowote ambaye aliweza kuona neno ambalo linakuwa lina hatari kama atalipa tafsiri halisi akatafsiri kwa tafsiri ya dhahiria. Hayupo hata mmoja, isipokuwa ukipata namna hiyo utawapata ni katika wale mrengo ya Kiwahabi ndio naweza kutafsiri katika hali za namna hiyo. Kikubwa ndugu zangu, tuzindukeni kwa sababu dunia ilipofikia ni hatari mno, ni hatari kweli kweli. Na kikubwa ambacho naweza kusema pia watu watasaufu, tuzindukeni ndugu zangu, tuzindukeni kwa sababu kubwa mno. Tumia nguvu kubwa kuendelea kusupport na kupeleka uwahabi wao kwa jamii kubwa, ili watu waweze kuishi ndani ya misingi ya Kiwahabi. Hivyo tuzindukeni, waweze kusema, wenye kusema wasupport wanaosema. Hauwezi wewe ambaye unahisi kwamba unazo fikra tunaweza kuzitoa, basi tutupeleka fikra zako ili zitumike, zinaweza kufanya Uislamu kaenda mbele. Sababu Mayahudi hawa ambao wao wametumia Kiwahabi wanapiga vita dini, maana wewe pia una nafasi ya kuinusuru dini kutokana na idea yako, uwezo wako, maneno yako, utendaji wako, kaweza kuinusuru dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tuzindukeni, panapoonekana kuna dosari usikalie kimya, izungumze kwa ufasaha wake, jamii iweze kubaini makubwa. Hauwezi kusema support wanaosema, kama unao account ambayo unaweza rusha kama wanavyofanya wenzetu hawa Mawahabi. Wanafanya jitihada kubwa za kuweza kusambaza na kupromo uwahabi wao kwa kila siku. Fanya jitihada hizo, nayo pia nafasi unayo, tumia. Hichi kipindi cha Uwahabi mtandaoni kialenga lengo kubwa zaidi ni kuwazindua watu wetu, ili wazindue kutokana na hatari kubwa inayotengenezwa na hawa Mawahabi. Hivyo ukijiona yani wanakuviringa Mawahabi, nawe unaviringika, unakubali kuishi katika mirengo ya Kiwahabi, tambua kwamba umefeli kifo, yani umefeli. Yani nasema kufeli kuliko chakaa, wewe utakuwa miongoni mwa watu hao. Kwa hivyo zinduka, amka, achana na genge hili la Kiwahabi, kwa kuwa ni genge hatari na lina madhara makubwa na hatari kubwa kwa jamii, na huenda miaka kadhaa mbele Uislamu ukawa umegubikwa na Uwahabi katika matendo, katika ibada na mambo mengi sana. Hivyo tuzindukeni ili haya mambo yanafanya sasa, ikiwa umeondoka, yawasaidie watakao kuwa. Na naamini kuambie tu al-akhi Sheikh Hussein bin Diwani, so naona hii vipindi tunavyofanya watu watakuja kushtuka baadaye kwamba tulikuwa tunafanya kitu cha maana. Yani sasa hivi acha tu wajizime data, wajifanye kama hawaoni kinachofanya ni nini. Lakini baadaye hatari kisha kuwa tayari ishawagubika namna hii, ndio watakuja kuzinduka kusema la, kumbe hawa mabwana walikuwa wanaona mbali sana katika hali za namna hii. Tatizo sisi watu wa tasawuf hatusapotiani. Hatusapotiani kabisa. Yani sio hata tuna shida gani. Mimi niseme tu wazi kwamba shida lazima tuziondoke, tuwe pamoja, tuweze kusapotiana ili gurudumu liweze kwenda mbele. Usikubali kufunikwa na mwavuli wa Kiwahabi ukaishi katika ule mwavuli wa Kiwahabi ukaishi na katika matendo. Tunao wengine shekhi, watu watasawuf kabisa, lakini maisha yao ukiwatazama ni maisha ya Kiwahabi, fikra zao ni fikra za Kiwahabi, mwenendo wao ni mwenendo wa Kiwahabi, lakini yeye anakuambia ni mtu atasawuf. Yaani ukimsikiliza tu unajua yani mbona kama wahabism. Yani ni mtu, yani fikra zake za Kiwahabi, anaishi Kiwahabi, mazingira yake Kiwahabi, lakini mtu atasawuf. Yani na yeye mwenyewe inawezekana hajijui kama yupo katika hatari hiyo. Hii ni hatari ndugu zangu. Kwa hivyo tuziduke, ndo neno ambalo tunaweza tukasimama nalo kwa nyakati zote. Lengo kubwa kabisa ni kutaka watu wapate jumbe hizi kwa wingi, ili mambo yaweze katika hali iliyokuwa nzuri kabisa. Kipindi cha Uwahabi mtandaoni kinaendelea siku baada ya siku, ili mradi kila mmoja sio kutokana na kipindi hichi kubwa. Wewe usiweze kubandua kipindi cha Uwahabi mtandaoni, kinayo mengi mazuri na makubwa unaweza kuyavuna kutokana na kipindi hichi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na bila shaka lau mtapouona ujumbe huu mtakimbizana huku na kule kuhakikisha mnalifanya hili jambo ambalo bila shaka ni jambo bora kabisa. Allahumma, Mwenyezi Mungu tunakuomba kwa kila yule ambaye atakayefanikisha sisi kufanikiwa kupata vifaa hivi, ya Rabbi nayo mfanikishie katika yale anayoyatamani katika mazuri yaliyo katika nafsi yake, kwa hurma na utukufu wako. Ewe ndugu yangu tunahitaji laptop kutoka kwako. Ewe ndugu yangu tunahitaji desktop kutoka kwako. Ewe ndugu yangu tunahitaji kamera kutoka kwako. Ewe ndugu yangu tunahitaji stendi, mataa, ili ofisi yetu na kadhalika studio yetu iweze kuwa imara zaidi. Boreshaji ni nani? Ni wewe ndugu yangu, na bila shaka unaweza
pale utapoamua kulisimamia hili. Lakini kuna yule ambaye anasema mimi uwezo wa kamera sina, lakini changu kidogo ninaweza. Tutafute kwa namba hizo, insha Allah tutapokea mchango wako, na bila shaka tutanyanyua mikono kumwambia Mola wetu, huyu sio tajiri bali ameyafanya haya kwa mapenzi katika dini yako. Mola wetu, ya Rabbi, nawe mpe mazuri kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal Alamin.